Mpendo mtazamaji wangu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Bwana Bishop Paul Elasia ambaye hukuletea kipindi cha Lipo Tumaini. Na nataka tu niweze kukukaribisha kwa kipindi hiki cha Tumaini Lipo. Najua ya kwamba juma lililopita Mungu aliweza kunena pamoja nawe. Na pia nazidi kushukuru wale watu ambao wamekuwa wakinena pamoja nami kupitia simu au kuandika ujumbe zao wakisema ya kwamba kipindi kimekuwa cha baraka. Nazidi kusema Mungu aweze kuwabariki na Mungu akazidi kuwaonekania. Asante sana kwa wewe ambaye umekuwa hata wakuniombea pia na kusimama nami kwenye kipindi hiki. Nasema Bwana aweze kukubariki na akakutenda mambo mazuri. Bila kupoteza muda, nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi nyingine kuwa kwenye studio ili tukaweza kubarikiwa pamoja kwa neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu. Siku ya leo nataka tuweze kuingia katika neno la Mungu, na kabla tujaweza kuingia katika neno la siku ya leo, niruhusu mpendo mtazamaji wangu nikaomba pamoja na wewe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mpendwa ambaye ako tayari kuandamana nami kwenye kipindi hiki cha Lipo Tumaini. Namuombea mpendwa huyo ambaye anapitia mambo magumu na mazito, kaweza kumsaidia, kumpa nguvu na matumaini, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatuwazia mawazo mazuri. Ninaomba mwanzo wa kipindi chenye baraka na hata mwisho wenye rehema na baraka kuu juu ya mtazamaji wangu. Katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. Pendo mtazamaji wangu, nataka niweze kuingia nawe kwenye kitabu cha Yohana 11. Yohana 11 kuanzia mstari wake wa 17. Maandiko yanasema, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwemo kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa ajili ya ndugu yao. Mstari wa 20 unasema, basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwa hapa, ndugu yangu hangelikufa. Lakini hata na sasa najua ya kuwa yoyote utakayo muomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Pendo mtazamaji wangu, ningeweza kunena pamoja nawe juu ya wapendwa hawa, ambaye nataka kuongea juu ya mtu mmoja aliitwa Lazaro, ambaye alikuwa ni ndugu ya Mariamu pamoja na Martha. Na huyu Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu, na akawa mgonjwa. Baada ya kuwa mgonjwa, akafika wakati akaaga, akafa. Na maandiko imetueleza ya kwamba alipokufa, watu walikuja kama kawaida. Ujuavyo, mtu akifiwa na mtu, majirani huja, ndugu huja, watu wa tabaka mbalimbali huja kumfariji mtu na kumtia moyo. Hivyo watu akaja katika boma ile
walikuja kumtia moyo, si kuja kufufua Lazaro, lakini kumtia moyo na kuambia Martha pamoja na Mariamu ya kwamba hivi ndivyo mambo huwa, ya kwamba huyo ndugu ameaga, jitieni moyo, simameni na mkawa na nguvu, kuwafariji na kuwatia moyo wanapoendelea kujiandaa, walipokuwa wanaendelea kujiandaa kumzika Lazaro. Na ni kweli mambo hayo yalitendeka, ya kwamba waliwatia wapendwa wale moyo, na wakaendelea pia kuandaa mazishi ya Lazaro, na hivyo ndivyo ilivyotendeka mpaka mwisho wakamzika Lazaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka unisikize vizuri mtazamaji wangu kuhusu kipindi hiki cha Tumaini Lipo. Biblia inasema, na wakati walipokuwa washamzika Lazaro na wakamaliza habari za kumzika, maandiko inasema ikaisha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 4, ndipo Yesu akaingia katika boma lile. Na alipoingia katika boma lile la kina Martha na Mariamu, nisikilize vizuri sana. Maandiko yanasema ya kwamba Martha na Mariamu waliposikia Yesu ameingia, mmoja wao, amen, akaweza kwenda kumlaki Yesu. Na maandiko yanasema alienda kumlaki Yesu alikuwa ni Martha. Licha wale ambao walikuwa pamoja nao, walipoona vile anavyokimbia na kwenda kumlaki Yesu, walidhani huenda pengine anaenda kaburini, bado anaomboleza, bado analia. Lakini kumbe alisikia habari za Yesu. Kuna kitu nataka uweze kushika katika kipindi hiki, cha kwamba tumaini lipo katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba wakati Martha alipompata Yesu, sikiliza mpendwa, neno ambalo alimwambia Yesu ni hili. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwa hapa, ndugu yangu hangelikufa. Huyu dada, licha ya kufiwa na ndugu yake, licha ya kufarijiwa na watu na mambo aliyokuwa anapitia, ninaona Martha katika maisha yake na hata na dada yake Mariamu walikuwa na tumaini katika Yesu. Walikuwa wana matumaini makubwa katika Yesu, ya kwamba kama angelikuwa mahali hapo, ndugu yao hangelikufa katika jina la Yesu. Taka ninene nawe mpendwa mtazamaji wangu, ya kwamba wakati mwingine unafika mahali unakosa kuwa na matumaini katika Yesu. Umekuwa wewe unamjua Yesu, unasema umeokoka, umekaa katika wokovu, lakini wakati mwingine mpendwa, unapotewa na matumaini. Unakosa kuwa na tumaini katika Yesu, kwa sababu huenda kenye ulikuwa na hitaji Yesu hakukitenda kwa wakati wake. Lakini jambo linafurahisha moyo wangu ni kwamba Martha alikuwa na hilo tumaini ya kwamba Yesu angelikuwa mahali hapo, huyo ndugu yao aliyekuwa amekufa hangekufa. Glory to the name of the Lord. Naongea na wewe katika jina la Yesu Kristo jioni ya leo, au vile unavyonitazama, ya kwamba huenda mpendwa, kuna jambo limetendeka ndani ya maisha yako na ukapotewa na matumaini, umepotewa na nguvu, hauoni kana kwamba kuna kitu kizuri kinaweza kutendeka na kutia moyo, kama vile Martha na Mariamu walikuwa na matumaini ya kwamba kama Yesu angelikuwa mahali hapo, mambo hayo yaliyotendeka ya kifo ya ndugu yao hayangetendeka. Hivyo ndivyo nataka nikwambie mpendwa mtazamaji wangu. Nataka uwe na tumaini hilo, ya kwamba Yesu akuwepo, mambo yanakuwa ni mazuri. Ningependa mpendwa mtazamaji wangu uwe na hilo tumaini ndani yako, ya kwamba licha ya mambo unayoyapitia, Yesu akiwepo, mkaribishe Yesu katika mambo yako, na hayo mambo ambayo unaona kana kwamba hayawezi kutendeka, ukaona yanatendeka, ukaona yanafanyika.
ukaona yanasonga mbele. Huyu dada alikuwa na matumaini katika Yesu. Kwa nini umepoteza matumaini yako katika Yesu? Maana wakati Yesu alipofika na huyu dada alikuwa na matumaini katika Yesu, alimwambia ungelikuwa hapa, ndugu yangu wangelikufa. Na kwa hivyo Yesu akawa amefika. Sikiliza mpendwa, mahali popote Yesu alienda, maandiko yanasema alitenda mema. Mkaribishe Yesu katika mambo hayo. Maana Yesu alipoingia katika boma lile, yule Lazaro aliyekuwa amekufa, Yesu alimuuliza Martha, ndio umesema hivyo, lakini mmemweka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hivyo maandiko yanasema ya kwamba Yesu anamwambia ya kwamba ndugu yako atafufuka. Ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia najua ya kuwa atafufuka. Amen. Alisema najua atafufuka, lakini alijua huenda ni siku za mwisho, sio sasa. Lakini Yesu akamdhibitishia kwamba huo ufufuo unaoongea juu ya ndugu yako kufufuka, mimi ndiyo hiyo ufufuo. Kwa hivyo ufufuo umefika na ndugu yako anaenda kufufuka katika jina la Yesu. Mpendwa, nataka nikuhimize jioni ya leo au mchana wa leo ya kwamba wewe ambao mpendwa unaona kana kwamba mambo yamefika mwisho, mambo hayaendi tena, mambo hayakui vile unavyotakikana, just welcome Jesus. Mkaribishe Yesu kwa mambo hayo. Maana maandiko yanasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake Mungu yote inawezekana. Nataka ujue inawezekana. Inawezekana mpendwa, mtoto huyo ambaye amekoma kutokuendelea na shule akaendelea na shule katika jina la Yesu. Ndoa hiyo ambayo unaona kana kwamba imekufa, ni kana kwamba haiwezi kuendelea tena, Yesu akiingia na akiingilia kati, inafufuliwa na upendo unakuweko katika hiyo ndoa, na ndoa inaenda tena, ndoa inatembea tena, ndoa inakuwa na uhai tena katika jina la Yesu. Ni jambo lipi hilo mpendo ambao unaona kana kwamba limekufa na unaona kana kwamba hakuna matumaini tena? Natangaza kwako katika jina la Yesu, kuna Yesu mwenye uwezo, kuna Yesu mwenye mamlaka. Ukimkaribisha mpendwa mtazamaji wangu, mambo hayo unaoyaona hayawezi kuenda tena, yanarudi kuwa hai katika jina la Yesu Kristo. Masomo yako yatakuwa hai, kazi hiyo iliyokufa inaenda kuwa hai katika jina la Yesu. Ni wewe unaona kana kwamba imekufa, but today in the name of the Lord, just welcome Jesus and things are going to be alive again in the name of the Lord. Haijalishi mpendwa, watu wanaweza kuwa na kucheka wakikwambia imefika mwisho, hautaona tena, haitaendelea tena. Hiyo ni misemo ya wanadamu, lakini msemo wa Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mkaribishe Yesu, njia ipatikane. Mkaribishe Yesu uone huo uzima. Mkaribishe Yesu uone ukweli wa kuwa na Yesu katika mambo yako. Pendwa mtazamaji wangu, huyu Martha alipomkaribisha Yesu, hata Yesu akamuuliza mmemweka wapi? Ule dada akamwambia hata amenuka. Walikuwa wanaona kana kwamba huyo ashanuka, lakini Yesu hakujalishwa na kunuka kwake. Aliuliza mweka wapi? Najua kuna mambo inakusumbua. Hata nikikwambia jioni ya leo mpendwa mtazamaji wangu ya kwamba hayo mambo ambayo unaona kana kwamba yamekwisha, Mungu anaweza kuyabadilisha. Ikiwa huyo Lazaro aliyekuwa anaonekana amekufa, amenuka, alibadilishwa, kunuka kukaondoka, kifo kikaondoka, Lazaro akarudi kuwa hai. Maana walipomwambia penye wamemweka, Yesu alienda mahali hapo penye pamenuka. Mpendo mtazamaji wangu, nataka umuoneshe mahali hapo ambapo wewe unaona kana kwamba hata uwezi kukaribia. Yesu hajalishwi na mambo haya ambayo yanaonekana kama magumu. Walikuwa naogopa habari za kunuka kwake, waliogopa huenda ameoza, haiwezekani tena. Hata na wewe unaona kana kwamba kwa watu na kwa macho yako na kwa fikira zako haiwezekani. Lakini huyu dada anapendeza moyo wangu, ananitia moyo. Licha ya Lazaro kufa,
licha ya kunuka, neno kubwa huyu dada alisema ya kwamba Yesu ungelikuwa hapa, mambo haya yangetendeka. Tunahitaji kumkaribisha Yesu kwa mambo hayo ambayo unaona hayawezekani. Sijui ni jambo gani linakusumbua. Na kuomba mpendwa mtazamaji wangu, ni wakati wa kumkaribisha Yesu. Mwambie Yesu, karibu. Yesu ni hapa. Yesu ni hapa. Yesu anauliza, ni wapi hayo mambo umeweka? Ni wapi ulifika mwisho? Ni wapi unaona kwamba haiendelei? Just welcome Jesus. Mkaribishe Yesu. Mambo mengine yeye atafanya. Yeye ana uwezo. Maana maandiko yanasema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni wewe unaona kana kwamba haiwezekani. Hii haiwezekani. Na ni kweli watu waliona kana kwamba haiwezekani. Hata waliona kana kwamba hii ni jambo la mzaha tu. Mpendwa mtazamaji wangu, ni wewe na fikira zako unafikiria haiwezekani. Lakini kwake Yesu, nataka uwe na nguvu, uwe na tumaini kama la Maritha na Mariamu. Maana walijua kama Yesu akifika, mambo haya yatabadilika. Na ni kweli Yesu alipofika, alipoonyeshwa penye walikuwa wamemweka Lazaro, Biblia inasema ya kwamba walipoenda wakamuonyesha, hii hapa ndipo tumemweka. Jambo Yesu alisema, tuliondoeni jiwe. Nataka niseme nini? Kuondoa jiwe, nataka niseme ni hivi: ondoa tashwishi zako na shaka. Ondoa hiyo mawazo ya kusitasita. Ondoa hiyo mawazo ya kukwamakwama, na ujue ya kwamba Yesu ana uwezo. Ni wewe utaki kuondoa. Kusudi la Yesu kusema kwamba ondoeni jiwe, alitaka waondoe tashwishi waliokuwa nazo. Alitaka waondoe maneno waliokuwa wamejazwa na watu ya kwamba huyo ndugu yao amekufa na mwisho wao hiyo ilikuwa ni mwisho. Mpendwa, tashwishi na shaka ulizo nazo ziondoe na uachilie tumaini ya kwamba Yesu amefika. Na kama Yesu amefika, mambo yanakuwa shwari katika jina la Yesu Kristo. Na kutabiria mpendwa mtazamaji wangu ya kwamba ni wewe unatashwishi, ni wewe umeweka maneno ya watu badala ya kuweka neno la Mungu, ni wewe unasikia ya watu kuliko kusikia ya Mungu. Weka neno la Bwana, mkaribishe Yesu. Achana na yale umesikia ambayo yamekuvunja moyo mpaka ukakata tamaa, kiwango cha kukaa kana kwamba mpendwa hauoni chochote kinaweza kutendeka kizuri. Nahitaji mpendwa mtazamaji wangu, uondoe hiyo shaka, uondoe hizo tashwishi, uondoe hizo doubts ambazo uko nazo, ziondoe katika jina la Yesu Kristo. Hiyo vishawishi ambavyo vimekufanya mpendwa hauna matumaini tena, ondoa katika jina la Yesu Kristo. Na mpendwa mtazamaji wangu, ukiondoa uachilie Yesu. Maana walipoliondoa jiwe, walimwachilia Yesu afanye kazi yake. Na maandiko yanasema kwamba wakati jiwe lilipoondolewa na wakamfungua sanda, glory to the name of the Lord, Yesu alipotazama ndani ya lile pango ambalo walikuwa wamemweka Yesu ndani, maandiko Lazaro ndani, maandiko yanasema kwamba Yesu akaitana akamwambia, Lazaro toka nje. Natangaza leo katika jina la Yesu Kristo, penye umezika biashara yako na unaona imekufa, penye umezika familia yako na unaona kana kwamba hauna familia, penye umezika huduma yako mpendwa mtumishi wa Mungu, penye umezika kazi yako na yale mambo yote unaona kana kwamba yamekwisha, natabiri kwako katika jina la Yesu Kristo, ni wewe uondoe jiwe. Fungua hiyo sanda ya tashwishi na shaka, umwachie Yesu afanye kazi yake. Glory to the name of the Lord. Na maandiko sema kwamba walipoondoa jiwe na wakafungua sanda, kabla kuondoa sanda, maandiko sema kwamba Yesu alipoitana, Lazaro akatoka nje. Lazaro akatoka nje. Nataka niseme nini? Yule Lazaro waliokuwa nasema hawezi kufufuka, yule waliyekuwa amefunga chapter yake, walimuona mtu ambaye amerudi kuwa hai. Nataka mambo yako ya washangaze wale wanadhani ya kwamba haitawezekana. Nataka ushangaze watu waliona umefika mwisho na uendelei tena, wakupate umesonga mbele zaidi ya hapo waliodhani ya kwamba hutaweza. Mpendwa, size up. Toka katika usingizi, toka katika kulalamika, toka katika vilio ambavyo mpendwa vinakuonesha ya kwamba hauna matumaini. Kumbuka
neno na programu hii ni kwamba tumaini lipo. Wadada hawa walikuwa na tumaini, na wale watu wanaoishi katika matumaini, hakuna wakati Mungu anamwaibisha mtu mwenye matumaini. Na Yesu aliweza kumfufua Lazaro. Vicheko, dhihaka, kuonekana kana kwamba Mungu hawezi, waliaibika maadui zake. Nataka nikuambie hivi mpendwa, wale wanaona kana kwamba haiwezekani, ni nini hilo ambao umeomba kwa muda mrefu na ulionekana kana kwamba haliwezi? It has been a long time. You have been calling upon the Lord, even fasting and praying, telling God, my God, remember me. I have this and that. Today in the name of the Lord Jesus, just trust in the Lord. There is God in heaven who answers prayer. Yeye anajibu maombi, anajibu mpendwa. Ni wewe unaona kana kwamba imefika mwisho. Ni ile hali ya kutokuwa na perseverance. Mambo ya uvumilivu umetoka ndani yako. Nataka usimame katika uvumilivu ulio na matumaini. Maana kipindi ni nini? Ni tumaini lipo ya kwamba mambo yale yanaenda kuwa shwari tena. Mambo yale yanaenda kuwa hai tena. Mambo yale yanaenda kuonekana tena, yanawiri tena vizuri katika jina la Yesu Kristo. Ni nini hicho ulichokuwa unajaribu na ukafika mwisho ukaona kwamba haiwezi endelea? Vilio ambao umekuwa navyo, mambo ambao umekuwa nayo yamekufanya umesikitika sana. Umevunjika moyo kiwango kuomba siku hizi hauombi. Hata kanisani mara nyingi nimesema hayo. Kuna watu wanavunjwa moyo na vitu vidogo sana. Unapata ameacha hata kuomba, haendi kanisa tena, maana alikufa moyo, alikosa kuwa na matumaini ya kwamba licha jambo hili nimechukua muda, licha kikwazo hiki kimekuwa kizito kwangu, licha mambo haya yametokezea, ninajua kuna Mungu atanifanya nisimame tena, atanifanya niendelee tena, atanifanya niwe mzima tena katika jina la Yesu. Usikate tamaa. Tumaini lipo katika jina la Yesu Kristo. Tumaini lipo kwa hiyo kazi. Tumaini lipo kwa huo mume wako ambao umekuwa ukiomba muda mrefu. Wakati moja nimesema kuna watu wakati mwingine mpendwa, kwa sababu ya kumuomba Mungu, uliomba mpaka unafika mahali badala ya kuomba Mungu, wewe huwa unanungunika. Unaomba maombi mengine mazito, ni kana kwamba unagombana na Mungu. No, just have hope. Kuwa na tumaini ya kwamba katika Bwana yote inawezekana. Wewe si wa kwanza kupitia mambo unayoyapitia, lakini ukiishi katika matumaini unaenda kushinda. Maandiko yanasema na wale wote walio upande wa Kristo ni zaidi ya washindi. You are a conqueror. You are a victor. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe tu umesikiza watu ambao waliokufa moyo. Unajua kuna watu wanapenda kuvunja watu moyo. Anakuambia haiwezekani. Tuulize sisi. Tumekuweko kwa huduma. Tumekuweko sijui wapi. Tumeomba tukaona haiwezekani. Mambo mengine wacha kusumbua Mungu, anasema hivyo. Mpendwa, wewe kuwa na tumaini. Hata nikwambie neno fulani ambalo ninaenda kukimalizia. Yesu alikuwa amesikia habari za Lazaro kuwa mgonjwa. Lakini sikiliza, hakuenda. Hakuenda kumtazama kama ni mgonjwa. Na sijasema ukisikia mtu ni mgonjwa ukose kwenda kumuona. Na hata baada ya hiyo Yesu akasikia ya kwamba hata Lazaro amekufa. Imagine pia hakuenda mazishi. Ingelikuwa ni pasta yako au rafiki yako, wewe unafikiria ni mangapi waliongelea Yesu kuhusu kutokwenda kumtazama Lazaro? Namba 2, hata mazishi ya kuenda, anaenda siku ya 4. Hata wanafikiria wengine walikuwa wanamwambia anakuja nini, makumbusho. Ni nini anakuja leo? Tulikuwa ni mgonjwa hakuja wakati alikuwa na hai. Sasa anakuja nini? Ndio amekufa, leo anakuja nini? Anakuja nini na Lazaro amekufa? Kuna watu huvunja watu moyo. Huenda kama Yesu alikuwa ni pasta ya kina Maritha, wangemwambia hiyo kanisa nimekuambia ondoka na uende kabisa. Huyo si mchungaji. Huyo hata hiyo si kanisa. Mtu anakuwa mgonjwa na wakuji kumuona. Tena anakufa na akuji mazishi. Kama ningelikuwa mimi huyo pastor, I do away with that pastor. Tunamalizana asubuhi. Walivunjwa moyo kiwango mpendwa, kama ingelikuwa ni wewe ungekata tamaa. Lakini imagine
Yesu anafika na Martha anasema, Yesu ungelikuwa hapa ndugu yetu angelikufa. Imagine tumaini kama hilo. Alikuwa bado na matumaini katika Yesu. Hakuweka yale mambo aliyowekwa na wale wapendwa ambao walikuja kumfariji na kumwambia, tunakuambianga hiyo si kanisa, huyo si mchungaji. Wakati mwingine wanaharibu jina la kanisa ambalo unaenda, wanaharibu jina la mchungaji wako, wanaongea mambo mengi na kuambia kuja kwetu. Ninaongea na wewe mpendwa, ambao wakati mwingine mpendwa umejipata katika shida kama hiyo. Lakini kwenye kipindi cha tumaini lipo, nataka nikutie moyo ujue kwamba tumaini lipo. Hata kama mambo ni magumu, hata kama mambo ni mazito, kuna Yesu aletaye matumaini. Kuna Yesu atengenezaye mambo. Glory to the name of the Lord. Naongea na wewe mpendwa mtazamaji wangu. Ni nini hiyo ambayo umepigana nayo? Pengine ni ugonjwa, pengine ni shida fulani kikazi. Maisha pale nyumbani sio rahisi. Kuna jambo umekuwa ukipigana nalo, lakini badala ya kutiwa moyo na kuambiwa kuwa na matumaini, wakati wako unakuja, na wakati wa Mungu ukifika, God's time is the best. Yesu alipofika mambo yalibadilika. Na kutabiria Yesu na kutembelee, nawe uwe na matumaini kwake, mambo yatabadilika. Taka niombe na wewe mpendo mtazamaji wangu, Mungu aweze kukubariki na kuweza kukuonekania, nikijua ya kwamba ukimkaribisha Yesu kama Martha Mariamu, aibu ulio nayo, mambo ulio yapitia yanaenda kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Niruhusu niweze kuomba pamoja nawe, na usimuache Yesu, mkaribisha Yesu, kuwa na tumaini katika Yesu na utaona baraka zake. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, najua mtazamaji wangu kuna mambo anayapitia, mengine yamemshusha, amesikia, amekwisha. Jehova, wewe mwenye nguvu na mamlaka, wewe Yesu uliyemtembelea Martha na Mariamu wakati ndugu yao alikuwa amekufa, na walikuwa wanaona kana kwamba mambo yamefika mwisho, lakini kwa sababu ya kuwa na matumaini, Mungu wa rehema ulimfufua Lazaro. Fufua boma hiyo, fufua kazi ya mpendwa huyu, ugonjwa umemkumba ambaye amekuwa nao kwa muda mrefu. Baba, najua unaponya katika jina la Yesu Kristo. Madaktari wanaweza kuwa wamemtibu mpaka amefika mahali amekufa moyo, lakini wanatibu, lakini Mungu wewe unaponya. Mponye katika jina la Yesu Kristo huyo mpendwa ambaye amezunguka akiuliza maswali mengi. Wewe ndio suluhisho ya kila jambo, na unapotenda Baba wetu wa mbinguni, jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mtazamaji wangu sema amen. Pendwa mtazamaji wangu, ambaye amekuwa studio pamoja nawe ni Bishop Paul Elasia, anayekuletea kipindi cha Tumaini Lipo. Huduma ninayohudumu nayo inaitwa Shiloh United Church of Christ pale Charamei au Jua Kali. Na kama ungependa kuongea pamoja nami, nambari zangu za simu au nambari yangu ya simu iko kwenye runinga. Unaweza kunipigia au niandikie ujumbe mfupi, na ninaweza kunena nawe au kuomba pamoja nawe, na Mungu atakubariki. Hadi kipindi kingine kijacho, natangaza ya kwamba uwe na wakati mwema wenye baraka zilizo na matumaini katika Bwana. Mpaka kipindi kingine, nasema shalom, shalom, na Bwana akubariki sana. Tumaini lipo mama ya